Jitangazia kwamba hii ndio siku na ni siku yangu, siku ya baraka zangu. Siku zote unapoamka majira haya asubuhi, unajitangazia hii ni siku na ni siku ya kuinuliwa kwangu, maana Mungu aliyonipa siku hii ni mwaminifu na ni siku ya baraka zangu. Nataka tuende kwa nukuu ya matumaini, siku nzuri tena ya kupendeza kabisa majira haya asubuhi. Nukuu ya matumaini: ipo siku na siku aliyeiweka Bwana kwa ajili ya mafanikio ni siku yako. Anapokuwazia kukutenda mema, anakutenda kabisa. Na Mungu akiwa yu upande wetu, nani ambaye anaweza kuwa kinyume chetu? Mungu akiwa nasi, nani ambaye anaweza kutupinga? Mungu akiwa upande wetu, nani ambaye anaweza kutufanya tusifaulu? Mafanikio yetu yamo mikononi mwa Mungu siku zote, na mafanikio yetu yakiwa mikononi mwa Mungu, basi tuna ubora, tena tuna umanufaa, na tena tuna wakati wa kufanya vitu kwa wakati wake. Dhamana ya ushindi wetu u mikononi mwa Mungu. Uwezo na baraka zetu zimo chini ya uwezo wake. Na siku zote za ujana wetu, na hasa sana hata uzee, na siku zetu za utoto, tutabaki kutangaza katika nukuu ya matumaini. Maisha yetu na siku yetu imefika, na Bwana ametupa neema ya kutosha katika ubora wake. Siku zote mimi hukutia moyo katika safari ya kwamba uzima ulionayo hauna mbadala. Uzima ulionao hauna spare. Siku zote linda, tunza uzima ulionao. Maisha ulionayo yalinde na kuyatunza, maana kesho yako Bwana anaijua. Na siku zote Bwana anafahamu jinsi maisha yako yalivyo kesho. Mmoja wa watu wasomi, the scholars, alimshika mdudu, na katika kushika mdudu alimweka mikononi. Basi alipokutana na mtu aliyekuwa mwerevu pia, akamuuliza swali, nimemshika mdudu mkononi, je, mdudu huyu amekwisha kufa ama yu hai? Na ikawa swali lile lilikuwa linahitaji mtu atakayefumbua, maana fumbo mfumbie mjinga, na mwerevu atalifumbua. So katika safari ya kulitoa swali lile kuwa alipate jibu, basi jambo la kwanza alilolifanya mtu yule, alimuuliza swali lile, akamwambia, uhai wa huyo mdudu umo mikononi mwako. Maana alifahamu jambo moja, ikiwa angemwambia kwamba mdudu wako yu hai, angemfinya mdudu yule amwachilie kama tayari ameaga. Ama kama angemwambia mdudu wako ameaga, angemwachilia kama yungali hai. So uhai wetu sisi sote umo mikononi mwa Mungu. Ni Baba aliyo nasi mikononi. So tunafaa tuishi kumpendeza yeye, tuishi kwa sababu ya kumtumikia yeye, tuishi kwa sababu ya kusudio lake ya kutuweka duniani. Dunia hii tuliyopo ndani iliwahi malizwa na gharika, lakini Baba akatuhifadhi sisi. So katika nukuu, uaminifu ni kitu cha maana sana. Ikiwa kuna mtu amekuamini na kukupa kitu chake ili umlindie na kumtunza, kitunze kitu kile kwa uaminifu. Ikiwa kuna kitu mtu amekupatia katika nukuu ya matumaini, ubaki nacho kwa muda, kaa nacho kwa uaminifu. Maana aliye mwaminifu kwa kidogo, hata atakapopewa kitu kikubwa atasalia mwaminifu. Moyo wangu unatamani kukuombea tena kila wakati. Ndani ya nukuu ya matumaini nasema hivi: pia siku zote ridhika na kile ulicho nacho. Ridhika na kile umekutana nacho. Na kila wakati tunakupea pia katika hisia zetu ya kwamba ishi kulingana na viwango vyako. Usimwone mtu ana gari nzito ukatamani kuwa na gari nzito kama yake. Usimwone mtu na nyumba nzuri ukatamani lazima uishi kama yeye. Usifike mijini ukatamani kuishi katika nyumba za kifahari na unajua vizuri ukotoka hali ingali ni nzito. Ekeza katika vitu ulivyo navyo vizuri. Jenga, kuwa mtu aliye na moyo kwa sababu ya kesho. Maana hata kama utaondoka kabla hajarejea Kristo, watoto wako watahitaji kuendelea na maisha. Jijenge, maana kile unachokijenga kitasalia kwa jamaa na watoto wako. Siku zote katika nukuu ya matumaini tutakusambia hivi, ya kwamba kesho ni bora zaidi ya jana, na kesho yetu imebarikiwa kuliko jana yetu, na kesho yetu ina manufaa kuliko jana. Jana tuliteseka, lakini hatutafika kesho na mateso hayo. Hatutafika kesho na kuugua kule. Bwana atakuwa nasi.
Basi katika nukuu ya matumaini tusema hivi tunapomaliza: kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme ubegani mwake. Atakuwa mshauri wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na ikiwa kweli yupo Mungu wa amani, akupe amani ya kila siku. Ikiwa tuna Mungu wa milele, akupe zaidi maisha ya milele atakaporejea tena. Na kama tuna Mungu mwenye nguvu, akupe nguvu za kusonga hatua za kutoka ulioko kwenda kwa baraka zako. Na kama yupo Mungu wa amani, ailete amani kazini, amani kwa biashara, amani kwa watoto wako, na amani kuna chochote unachokifanya. Na siku zote salia mwaminifu kwa Mungu wa majeshi ya Israeli, naye atakubariki sana. Ni nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, ndani mwa Radio Fortune Africa, redio yake inayekuwa kwa kasi sana duniani. 4561468 ndio till namba ya Radio Fortune Africa. Tumeona kituo hiki ili tusalie hewani daima na hata kupata upenyezo wa kununua transmitter nzuri itakayotusaidia kutupa matangazo na kuwafikia wengi kwa njia bora, sehemu ya FM. Asanteni sana na kwaheri na mbarikiwa kabisa.